Hello, habari za sasa hivi team, niwakaribisha tena katika channel yenu mpendwa, channel ya PVP Media Max. Leo tuko na recap, lakini recap zinafuata mara baada ya video hii. Lakini hii video ni ya mafunzo kidogo tu ili kujibu yale maswali ambayo baadhi ya watu wamekuja inbox wakiwa wanauliza. Kumbuka kwamba nilitoa somo likifundisha kwa habari ya YouTube, lakini kuna baadhi ya watu wamenifuata inbox wakiwa wanataka kujua undani zaidi wa masuala mazima ya YouTube. Na miongoni mwa maswali ambayo wengi walikuwa wanataka kuyajua, walikuwa wanatamani kujua ni vitu gani vya msingi mtu anatakiwa kuwa navyo ili aweze kumiliki YouTube rasmi, nikiwa namaanisha YouTube ambayo itakwenda kuingizia pesa. Katika somo lililoweza kupita tuliweza kuona kuwa niliweza kutuma screenshot ilikuwa inaonyesha tumeingiza zaidi ya dola 457 sawa na shilingi milioni 1.1 na pointi kwa kipindi cha siku 28 tu, kitu ambacho ninaamini kabisa kwamba ni kiu na ni ndoto ya kila kijana mtafutaji na mpambanaji kuhakikisha kwamba anafikia ndoto zake katika masuala mazima ya kiuchumi. Na ni kiu yangu kuona kwamba hata we pia unakuwa miongoni mwa watu ambao wananufaika na channel ya YouTube. Lakini je, utafikaje hapo na ni vitu vipi vya msingi zaidi ambavyo unatakiwa kuwa navyo? Kitu cha kwanza mimi nashauri unapofungua account ya YouTube hakikisha unatumia kompyuta, usitumie simu. Wengi watanipinga katika jambo hili, lakini mimi nimekuwa ni mwalimu na nimekuwa mbobezi katika masuala ya YouTube kwa kipindi kirefu sana. Ndio maana huwa ninachokuwa nakifundisha na kielewa kwa uzuri zaidi. Ni muhimu sana unapofungua YouTube yako hakikisha unatumia kompyuta, na kama huna kompyuta basi unaweza kutafuta msaada kwa mtu ambaye ana kompyuta akakuwezesha kuweza kufungua account yako ya YouTube. Sasa vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo, hakikisha kwanza kabisa una email. Na email usifungue tu ili email ili mradi. Hakikisha email inayohusiana na masuala ya YouTube ijitegemee, isiwe inachangamana na email nyingine. Yaani sio email hiyo mara unasevia majina, mara email hiyo ndio unatumia kila kitu. Na email inayotumika kufungulia account ya YouTube haipaswi kuonekana kwa watu wala haipaswi kutumiwa katika mawasiliano ya kawaida. Kwa kwanza kabisa unatakiwa kufungua official email rasmi kabisa kwa ajili ya masuala ya YouTube. Kitu cha pili ambacho unatakiwa kuwa nacho kama mtu ambaye uko serious sana na mtandao wa YouTube, unatakiwa kuwa na namba ya NIDA. Japokuwa sio lazima sana, lakini nashauri uwe na namba ya NIDA, na kama huna namba ya NIDA basi hakikisha kuwa una driving license kwa maana leseni ya dereva, lakini au unaweza kuwa na passport, hati ya kusafiria nikiwa na maanisha. Ya, vitu hivyo ni vya msingi sana unapokuwa unamiliki channel ya YouTube. Kama hauna kimoja wapo kati ya hivyo, sio lazima, lakini ni muhimu sana kuwa navyo. Kitu kingine unatakiwa kuwa na namba ya benki. Hili ni jambo la msingi zaidi kupita kawaida, kwa sababu malipo kutokea katika mfumo wa YouTube yanasafirishwa kwa njia ya wire transfer ambayo inahusisha mifumo ya kibenki. Na utakapokuwa na benki basi itakusaidia wewe kuweza kupokea pesa yako moja kwa moja kuingia katika akaunti yako ya YouTube. Lakini kitu kingine cha msingi zaidi ni kwamba mifumo hii ya YouTube pia imeunganika na mifumo ya TRA, kwa maana Tanzania Revenue Authority ama mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hiyo unapaswa kuwa na TIN number. Na ili uweze kuwa na TIN number unapaswa kuwa na NIDA. Kwa hiyo NIDA ni kitu cha msingi sana, na kama hauna pia tunaweza tukakupa msaada namna gani ya kuweza kuvipata hivyo vitu kwa njia nyepesi kabisa na ukafanikiwa kuwa navyo, na utaratibu mzima tutaweza kukutumia kukusimamia pia. Baada ya kuwa na hicho kitu, unapaswa kuhakikisha jina la YouTube unalolitumia katika Blela, kuhakikisha kwamba jina hilo halitumiwi na mtu mwingine. Hiki kitu watu wengi hawatakwambia, lakini mimi ninakwambia ukweli. Hakikisha jina lako kwamba halitumiwi na mda mwingine. Mfano kama mbele yako hapo utakuwa unaona PVP Media. Hii PVP Media imehakikishwa Blela, lakini pia jina lake unakuta limepitia kila sehemu. Na ni vitu vya msingi sana kwa navyo, kwa sababu siku za mbeleni utakuja kulitumia kwenye matumizi makubwa zaidi. Okay, baada ya kukamilisha kwenye hayo mambo, moja kwa moja utatakiwa sasa kufungua akaunti yako ya YouTube. Kwa kupitia hivyo vitu utakavyokuwa navyo unaweza kufungua akaunti ya YouTube. Na kama imekuwa ni kiu yako na tamaa yako kuhakikisha kwamba unamiliki channel ya YouTube ambayo itakusaidia wewe kuingiza kipato, mfano kama channel yetu ya PVP Media Max inaingiza zaidi ya dola 460 kwa kipindi cha siku 28 tu, sawa na milioni 1 na point. Pesa ambayo inaweza kukusaidia wewe kulipa kodi, pesa ambayo inaweza kukusaidia wewe kuendesha maisha yako ya kawaida, pesa ambayo inaweza kusababisha wewe kuweza kufanya shughuli nyingine zozote kwa uhuru zaidi na kukurelax zaidi kuliko kama ungekuwa unapambana katika namna nyingine, huenda labda ingekuwa inakusumbua sana. Lakini mwisho kabisa
Baada ya kuwa na hivyo vitu kafungua channel yako ya YouTube, tunataka kujua ni vitu gani utakuwa una upload katika mtandao wa YouTube. Binafsi huwa nawaambiaga watu kwamba kila unachokifanya katika maisha ni YouTube. Mfano kama wewe ni fundi seremala, basi ufundi seremala ni YouTube. Mfano kama wewe ukiwa ni msusi, basi ususi ni YouTube. Ukiwa ni mtu wa kusafiri, basi kule kusafiri kwako ni YouTube. Hata ukiwa conductor wa daladala, basi ile conductor yenyewe ni YouTube. Kwa YouTube ni kwamba ni maisha yetu ya kila siku. Mfano mimi ni mpenzi sana wa movie. Kwa kuangalia kwangu movie, basi ile movie tu ndio YouTube. Ndio maana unaweza kunifuatilia kupitia recap. Lakini kuna mwingine ambaye ni dada tu wa saluni, au mwingine bana ni mpishi wa migawani tu kwenye migahawa. Hivyo. Kwa kila kitu unachokifanya, hata mfanyakazi wa ndani ya nyumba naye anapaswa kuwa na YouTube. Hata mtu tu ambaye yuko ughaibuni, kwa maana uko Oman, uko Saudia, uko Marekani, uko sehemu yoyote, unapaswa kuwa na YouTube, kwa sababu YouTube inaweza kukusababisha mpaka ukajenga nyumba, mpaka ukamiliki kiwanja, mpaka ukanunua gari kwa sababu ya YouTube. Binafsi YouTube imekuwa ndo msingi wangu wa kila kitu. Kifupi ni kwamba kila ninachokifanya kinategemea YouTube. Yani kuamka kwangu, kulala kwangu na kila kitu kinategemea YouTube. Kuweka mafuta kwenye usafiri wangu na kila ninachokifanya kinatumia YouTube. Hata kununua usafiri pia ni pesa ya kutoka wapi? YouTube. So YouTube ni kwamba ni nguzo muhimu sana kama ukijua na ukaamua kuitumia vizuri. Lakini watu wengi wanamiliki channel za YouTube. Mwe kujiuliza kwa nini wengi wanaomiliki channel za YouTube hazikui? Kitu cha kwanza kabisa, ili channel yako ya YouTube iweze kukua, ni lazima ujue kitu gani unachokwenda kukifanya, cha kwanza. Lakini pili, lazima ujue kubuild algorithm. Kitu cha pili cha muhimu zaidi. Tatu, lazima ujue kufanya settings. Na hapa ndipo ambapo watu wengi sana wanakosea. Settings za channel ni za msingi kupita kawaida, na hizo settings sio kila mtu ana uwezo wa kuzifanya. Ndio maana tunakukaribisha sana hapa Mlimani City kuhakikisha kwamba tunakufanyia settings za channel yako. Ndio maana tunajua kugundua kwamba hata channel yetu sisi hii ya PVP Media ina miezi 2 tu, lakini mpaka dakika hii na subscriber zaidi ya 22,000 ndani ya miezi 2, kwa maana siku 60 tu. Lakini katika kipindi hicho cha siku 60 tayari imeshaingiza dola zaidi ya 470 na mpaka kufikia dakika hii. Kitu ambacho kwa kipato cha kawaida mtu mwingine ni kama kuingiza kwa mwezi zaidi ya 1.5 milioni. Sasa kama unaweza kuingiza zaidi ya 1.5 milioni ndani ya YouTube, naweza nikasema ni faida kubwa sana. Japokuwa nayazungumza haya, sikupaswa kutaja kiwango, ila nataja kwa lengo la kukuelimisha wewe kijana ambaye wakati huu unatazama video hii na haufahamu namna gani unaweza kalani maisha yako kupitia YouTube. So kama utakuwa na swali lolote lile, basi unaweza kanicheki WhatsApp kupitia nambari hiyo, unaweza kuiona chini hapo. Ni nambari ambayo ukinifuata moja kwa moja nitakupatia msaada. Lakini kuna wale ambao hawataki kabisa milolongo ya kuwa na hivyo vitu vyote, wanataka tu kupata YouTube na waanze maisha ya kulipwa hapo hapo, basi unaweza kaja inbox nikakupatia YouTube. Kuna YouTube ambazo nimezifungua. Hizo YouTube nimezifungua kwa mfano kwa wale watu ambao wanataka tu kuzimiliki YouTube na kuanza safari za maisha. Yani unaanza tu na YouTube ambayo inalipwa na kila kitu kipo. Kwa wewe kazi yako ni moja tu, kubadilisha namba ya benki. Tunakubadilishia, tunakuwekea namba yako ya benki na taarifa zako tu za msingi, na kama huna TIN number basi tunakutengenezea TIN number. Baada ya hapo unaanza kufurahia maisha ya mtandao wa YouTube. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu, lakini wakumbushe tu kwamba likapo ambayo inakwenda kujili sasa hivi ni likapo moja kali sana na utakwenda kuifurahia, na inakwenda kujili mara tu baada ya video hii. Basi utakwenda kushuhudia likapo moja kali sana ambayo possibly hujapata kuiona kabla. Nikwambie kwamba hii inatokea huko nchini Korea na ni ya moto sana. Nimeandaa kwa kipindi kirefu, lakini pia nitaomba mumsupport mtu mmoja ambaye ni mdhamini wetu. Aliweza kuweka tangazo, anaitwa Fenina Furnitures, ambaye anakuambia kwamba unaweza kujipatia furnitures ndani ya jiji la Dar es Salaam katika viwango vya ubora na vikubwa zaidi. Kila aina ya sofa unaipata, kitanda cha sofa na vitu kama hivyo. So tukutane katika recap. Basi kama una swali lolote unaweza kanicheki kupitia WhatsApp yangu hiyo hapo chini, lakini kama unahitaji YouTube ambayo ukifika tu unaanza kulipwa, basi unaweza kanicheki pia kupitia nambari hiyo. Lakini gharama ziko wazi kabisa. Kama unahitaji YouTube ukiwa nje ya nchi ya Tanzania utalipia $100, lakini kama upo ndani ya nchi ya Tanzania utalipia $100 kamili. Unapatiwa YouTube ambayo ina kila kitu. Unaweka tu taarifa zako za msingi, namba yako ya benki, majina yako, basi unaanza kutuma chochote unachokifanya. Clip yoyote ile unapakia, kazi yako ni kulipwa. Kila mida saa 6 usiku YouTube zote huwa zinaingiziwa malipo. Kila siku saa 6 usiku YouTube inaingiziwa malipo. Niwakaribishe sana. Mimi naitwa DJ Paul kutokea hapa PVP Media.
Max. Thanks for the love.